Sasa tuangalie kipengele kingine kidogo kabla muda wetu ambao umewekwa, tuone hapa juu ya kazi nyingine ya Roho Mtakatifu inaitwa kazi ya kuombea. Kazi ya kuombea. Najua tumejifunza katika ile somo la maombi kwa muda mrefu. Twende katika kazi ya kutuombea. Tusome katika ile Warumi 8:26 na ule mstari wa 27. Warumi 8:26 na mstari wa 27. Kazi mojawapo ya Roho Mtakatifu ni kutuombea. Ni kutuombea. Warumi 8:26 na ule mstari wa 27. Roho Mtakatifu. Warumi 8:26 na ule mstari wa 27. Warumi 8 mstari wa 26 inasema, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza tamkwa. 27. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa waombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo, bali Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Naye achunguzaye mioyo aijua nia ya Roho, kwa kuwa waombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Kazi nyingine ya Roho Mtakatifu ni kutuombea. Ni kazi ya muhimu sana. Tumejifunza katika somo lile la maombi, lakini pia tutapitia kwa kifupi pia katika kazi hii ya Roho Mtakatifu katika Agano Jipya. Roho Mtakatifu yeye ndio mwingiliaji wa maombi. Hebu niombe watu wanne kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano watu wanne. Watu vijana na wengine wawili. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni mfano tu. Ni mfano. Bwana Yesu asifiwe. Tuchukulie sasa huyu ndio muumini. Ndio. Kwa sababu ya mwili wako tukweke namna hiyo. Huu ni mfano. Mungu Baba. Mfano tu ya mbele. Mfano. Hiyo ni kwa mfano tu. Yuko Bwana Yesu mfano wake. Bwana Yesu asifiwe. Kataza lakini kwa ajili ya kufundisha tu. Mfano. Tunataka kuweza kufananisha vitu lakini kwa mfano tu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Roho Mtakatifu. Wote wako sawa, Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Wote ni sawa katika utendaji. Hakuna aliye dhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee katika hilo. Hakuna aliye. Wote wako sawa katika utendaji. Tumejifunza katika somo hili la Roho Mtakatifu, katika habari ya uumbaji na usikae wake, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kwa amesimama katika nafasi ya Bwana Yesu, amesimama katika nafasi ya Roho Mtakatifu, na huyu ndio anaoomba. Sasa huyu ni mfano wa waumini ambao ndio sisi hapa. Kwa sasa huyu anapokuwa anaomba sasa. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa na mfano mwingine. Ndio mara moja. Simama pale. Sasa tuna watu hapo. Geuka tu. Huyu ni mfano wa mtu ambaye amejawa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amejawa na Roho Mtakatifu. Sasa anapokuwa anaomba yale maombi, kwa sababu kajawa Roho Mtakatifu, anaomba. Sasa Roho Mtakatifu
Mtakatifu ambaye ndio huyu hapa anaingilia kati ya maombi anayoyaomba, anaanza kuomba kwa niaba yake. Tunashika kama maombi yanatoka pale. Kwa wewe uko ndani ya moyo wake. Ina maana yale maombi anayoyaomba wewe unaingia unayaangalia, je, japo sasa katika asili ya namna ya binadamu hata wamekamilika kwa 100% namna gani, hatujui kuomba jinsi ipasavyo kama mwanadamu kwa asili ya binadamu. Ni kwa namna anaomba, ni kwa jinsi gani aombe mwanadamu ajui namna ya kuomba. Ni kwa wakati upi wa kuomba pia mwanadamu hawezi kujua namna ya kuomba kwa wakati gani, wakati sahihi wa kuomba. Lakini pia hata yale maneno anayoyatoa yale katika usahihi wake jinsi yafike mbele za Mungu pia yanakuwa na udhaifu, yanakuwa yako chini ya kiwango. Lakini kwa wakati mwingine hata huyu anakuwa na huzuni kubwa, au anakuwa na kiu ya kiroho isiweza kutamkikwa. Hapo yuko katika hali fulani ambayo hawezi kuzungumza, lakini anahuzunika tu rohoni. Huyu Roho Mtakatifu hapo sasa ni mwenye nguvu kuliko huyu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anakuwa anayachukua, anaingilia kati. Anarudi sasa anaomba, ina maana yale mambo yanayokuja. Kwa sababu huyu yeye ana uwezo kuingia kwenye moyo wa huyu baba na akaangalia nini yale mapenzi juu ya yule pale, ameweka mpango wa Mungu. Kwa sasa anapoyaomba maombi yanakuachia yakiwa na mapungufu, yakiwa katika na uvivu wa kuomba hivyo nguvu ya kuomba haipo. Anapokuwa anaomba yale maombi, huyu Roho Mtakatifu kwa sababu ndo kawekwa, anayachukua yale maombi na kuyarekebisha na kuomba mwenye anayapeleka hivyo, anakuwa anaomba sasa Roho Mtakatifu kwa usahihi na ukamilifu wa 100%. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kama kuna pindisho anaweka sawa, tutaona mbele. Lakini sasa huyu ni mtu mfano tu, sio kama una Roho Mtakatifu. Mtu yule ambaye anaomba bila nini? Roho Mtakatifu. Anapokuwa anaomba ndio sasa kingine hata kitaka kuomba kidogo tukasinzia. Dakika 5 nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna mtu wa kuingilia kati. Maombi anayoomba unakuta hawezi kupenya, kwa sababu katikati hapa hupo shetani amekaa katika hali ya uharibifu. Akiomba tayari imenaswa. Halafu anaachilia huyu shetani nguvu fulani ambayo itakuwa inazima ndani yake. Inazima ile nguvu ya maombi. Mpaka yule mtu anakuwa kawaida kabisa ndani ya maombi na kufa kabisa na hawezi kujiombea yeye mwenyewe. Sangapi yale maombi yake yatafika kwa Mungu Baba? Haiwezekani. Ni kwa namna tu ambapo hataomba kama huyu, yatafika kwa huyu atapeleka, ataanza kuomba ndio yafike. Bwana Yesu asifiwe sana. Naweza kwenda. Kwa hiyo sasa katika hii Warumi 8:26-27 anasema kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui tuombavyo itupasavyo, bali Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusiweza kutamkwa. Na yeye alichunguza mioyo, yeye anaweza kuichunguza. Anaweza kuchunguza mioyo yetu na pia haijua nia ya Roho. Nia ya Roho ya nani? Nia ya Roho Baba. Kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo. Limeongezeka neno hilo, anaombea watu gani? Watakatifu, sio kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Sio. Kwa sasa yeye ndio sasa anaingia katika mfano, hata vile ambavyo mtu kwa huzuni hawezi kuomba, Roho Mtakatifu anakichukua kile kilio cha yule mtu, anakata tamaa, anachukua ile hali yake anayo ambayo si ya kimaneno, lakini ni kilio cha ndani kwa ndani, anakichukua anakiwasilisha kwa Mungu Baba kwa namna ambavyo Roho Mungu, kwa namna ambavyo Baba anataka kugana mpango na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hili neno utuombea, kiangalia katika hili kadhalika Roho naye utusaidia katika, kwa maana bali Roho mwenyewe utuombea. Sasa neno utuombea
lilikuwa lina maana katika ya Kigiriki, lilikuwa lina maana ya kuingilia kwa niaba mwingine kwa nguvu na upendo. Kwa Roho Mtakatifu yeye akai pembeni, yeye anahusika moja kwa moja katika kutuombea sisi kwa upendo, lakini pia kwa nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Roho Mtakatifu yeye ndio kila kitu. Na Bwana sasa, Bwana Yesu anasema pale katika Yohana 14 na mstari wa 16. Yohana anasema, nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine. Naye atawapa msaidizi mwingine ambaye atakaa nanyi hata milele. Sasa tulishajifunza hapa neno la Kigiriki, hii neno msaidizi kwa lugha ya Kigiriki nasema Parakletos. Sasa lilikuwa lina maana pia ya mtetezi au ombezi. Kumbuka tunazungumza kipengele cha maombi. Roho Mtakatifu utuombea. Kwa hiyo yeye ni mtetezi au ombezi. Kwa yeye anamshika moja kwa moja, ambaye haombi tu anakuwa chini kuombe, lakini yeye anaomba pamoja na sisi. Anachukua maombi, anaanza kuomba mwenyewe. Tuangalie kazi kuu za Roho Mtakatifu katika maombi. Kazi kuu za Roho Mtakatifu katika maombi. Kazi kuu za Roho Mtakatifu katika maombi. Yeye Roho Mtakatifu utusaidia tunapokuwa dhaifu katika maombi. Utusaidia tunapokuwa dhaifu katika maombi. Utusaidia tunapokuwa dhaifu katika maombi. Fikiria kwa mfano ambao tumetazama hapa. Kwa yeye anaingilia kati. Wakati mwingine unakuta tumevunjika moyo, hatuwezi kuomba, tumekata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Katika namna moja au nyingine, yeye kwa sababu anaijua nia ya mioyo yetu, anaijua nia ya mioyo yetu, basi anachukua ule udhaifu na ile maombi yetu. Katika ule udhaifu tulio nao, anatusaidia na anatuweka mbele za Mungu katika ule uzito ule wa 100% ambao ulitakiwa tuyapeleke. Yeye anaomba kwa nafasi yetu. Kumbuka wale mfano kusoma hapa tulioangalia. Soma katika Zakaria 12 na mstari wa 10. Zakaria 12 na mstari wa 10. Zakaria 12 na mstari wa 10. Zakaria 12 mstari wa 10 nasema, nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba, nao watamtazama yeye ambaye walimchoma, nao watamuombolezea kama vile mtu amuombolezavyo mwanawe wa pekee, nao wataona uchungu kwa ajili yake kama vile mtu aonavyo uchungu kwa ajili ya mzaliwa wake wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Zakaria ile 12 mstari wa 10. Haya maneno yapige mstari. Nami nitamimina juu ya nyumba ya Daudi roho ya neema na maombi, nao watamtazama yeye waliyemchoma, nao watamuombolezea. Hii ni ahadi ya Mungu ya kwamba Roho Mtakatifu ndio chanzo cha maombi. Maombi yote yale hayawezi kutengenezwa na binadamu, yaani mwanzilishi wa binadamu, bila Roho Mtakatifu kuingia kati. Maana anasema kwa nami nitamimina juu ya nyumba ya Daudi roho ya neema na maombi. Kuna roho ya maombi. Roho ya maombi inatokana na Roho Mtakatifu. Chanzo chake ni Roho Mtakatifu mwenyewe anayeachia roho ya maombi ndani ya mwili. Kwa hiyo roho ya maombi inapoachiwa ndani ya mwili ambaye amejazwa Roho Mtakatifu, yale maombi ya yule mtu hayawi tena maombi ya kawaida. Yanakuwa ni maombi ambayo yanaachiliwa kwa neema na uwezo wa Roho Mtakatifu. Binadamu kama binadamu au mwanadamu hawezi kuomba
bila msaada wa Roho Mtakatifu hakuna jitihada za kibinadamu pale chini ya maombi. Kumbuka ule mfano mwingine wa yule mtu ambaye alikuwa na Roho Mtakatifu, maombi yake hawezi kupenya kwenda kwa Mungu Baba, wala Roho Mtakatifu hawezi kuingilia kati, kwa sababu bado hajaruhusiwa. Na yeye ni Roho wa uzima, yeye analazimishi mtu kuingia. Yeye ni pole, anaenda tu pale ambapo ameruhusiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa tunajifunza nini hapa? Kwamba maombi ya Roho kutoka ndani ya uzima, maombi ya Roho kutoka ndani ya uzima wa Mungu. Maombi si matokeo ya hisia, akili za kibinadamu. Maombi ni matokeo ya chemchemi ya uzima iliyo katika Roho wa Mungu, hiyo inaachiliwa katika mioyo ya waumini. Bwana Yesu asifiwe. Ndio sasa muumini anaanza kutamka na kuomba kila ambacho kimetoka kwenye moyo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi si matokeo ya akili au hisia, ni matokeo ya chemchemi ya chanzo ambacho kimetoka kwenye moyo wa Mungu kikaachiliwa kwenye mioyo ya waumini. Ndicho sasa tunaona sasa muumini anaanza kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini si mapenzi ya mwili. Roho Mtakatifu ndiye anayepuliza pumzi ya maombi ndani ya moyo wa muumini. Hawezi kusema tu kile ambacho anatakiwa kuomba au kusema. Na ukisoma katika ile Yohana 4:24, na Mungu ni Roho, na waabuduo wanapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo tunapokuwa tunaomba katika roho na kweli, hatuombi kwa maneno yetu, bali ni nguvu ya Mungu. Yale maneno ya Mungu kutoka katika chemchemi ya moyo wa Mungu ndio yanaachiliwa katika mioyo yetu. Tunaanza kuomba kile ambacho Mungu anataka tuombe. Lakini pia Roho hutoa neema ya kudumu katika maombi. Roho anatoa neema ya kudumu katika maombi. Bila Roho Mtakatifu tutaomba kwa muda tu, kwa ishara za kibinadamu, lakini baada ya muda tutachoka, tutakata tamaa, kwa sababu anaoachilia hiyo nguvu ya neema ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na kama dakika mbili tuweze kuhitimisha. Tukisoma katika Luka 18 mstari wa kwanza, Bwana Yesu mwenyewe anatoa Luka 18 mstari wa kwanza na kuendelea. Tuna Bwana Yesu anatoa mfano pale kwamba imempasa mwanadamu kuomba bila kukata tamaa. Akitolea mfano wa yule mama ambaye alikuwa anaenda kumuomba kila siku ili mfalme zaliwe. Kwa sababu ya vile alikuwa anamuomba bila kuchoka, anasema, "Je, Baba yetu wa mbinguni hata kuwapa Roho Mtakatifu wale wanaoomba usiku na mchana bila kukata." Anasema Sabato ni kwa ajili ya mwanadamu, si kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo ibada ni kwa ajili ya mwanadamu kwa Mungu. Wathesalonike 2:5-16 inatuambia ya kwamba inatupasa kuomba bila kukata tamaa. Kwa hiyo maombi yeye ndio anaashia neema ya kuomba bila kukata tamaa, na maombi yanakuwa ni maisha. Lakini pia Roho hubadilisha maombi kuwa ushirika. Kwa hiyo maombi sio listi ya mahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Maombi sio listi ya mahitaji. Maombi sio listi ya mahitaji. Yeye Roho Mtakatifu anabadilisha yale mahitaji, listi ya mahitaji, na kuweka katika ushirika wa Mungu. Kwa hiyo tunakwenda kuomba mbele za Mungu, hatuendi kwa sababu tunahitaji kitu. Tunaenda kumwomba kwa sababu tunahitaji kuwa na ushirika naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaendelea baadaye kidogo. Basi tufumbe macho, tumshukuru Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, ninakushukuru kwa wema na rehema zako, uliye kiongozi na mwalimu mwema. Asante kwa ajili ya somo hili ambalo tumejifunza, somo lako kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Na kuomba katika haya ambayo tumejifunza, ukatengeneze upya na kufanya jambo katika mioyo yetu. Naomba haya yote yakakutengenezea nafasi ya kuendelea kudumu katika mioyo yetu, tukijua hakika ya kwamba bila wewe hatuwezi,
na wewe tunakuhitaji. Naomba nafungua milango sasa, ingia ndani yetu, ukae ndani yetu milele na milele.